Jambo la kwanza ambalo linahitaji kufanyika marekebisho makubwa katika nchi yetu ni kufumuliwa kwa jeshi la polisi, kwa sababu hii ndio taasisi inaongoza kuwanyima furaha wa Tanzania kwa ujumla, lakini kwa kipindi hichi kifupi Watanganyika. Kwa hiyo kama kuna taasisi ambayo kwa kisheria tukiita a nuisance, yani inatesa, inakosesha raha watu furaha ya kuwepo katika nchi hii, ni jeshi la polisi kwa utendaji wake wa kazi, ubambikaji watu kesi, kukosa kwake kuwajibika. Ni taasisi ambayo inabidi ifumuliwe yote, alafu igawanywe. Yani wakati tunafumulia na kubadilisha syllabus, namna wao kufundishwa mtaala wao, lakini vile vile igawanywe. Tuwe na shirika la upelelezi la taifa, lakini tuwe na polisi ambao wahusike na hizi shughuli sasa za ukamataji, trafiki, ulinzi kule kufanya, lakini mambo ya upelelezi yote yatoke polisi, kwa sababu hayo ndio chanzo cha hili jeshi kujigeuza kama wapiga ramli na watu katili wanaotesa watu, kufunga watu, kuzuia watu vifungo kwa muda mrefu, kuumiza wananchi, kukamata watu na kubambika kesi. Lakini kukiwa na wapelelezi wengine ni tofauti, kwa sababu kunakuwa na mtu anafanya kazi kwa uweledi mahali na akisema nendeni sehemu fulani mkakamate mtu, na huyu naye ataangalia jeshi yangu ya kukamata inaniambiaje. Lakini sio kwa sahihi ambao wamebeba kila kitu wao, alafu hawana uweledi, hawana utashi, hawana uzalendo. Ndio maana wanasababisha maumivu makubwa sana kwa umma. Mtu ameposti tu ka message, wanaenda na magari 24 AK47, unaenda unakamata mtu hata kwenye Marlboro ajai. Sasa what kind of utilization of resources like that? Kwa mazingira kama yale, nadhani hiyo taasisi ya kwanza. Taasisi ya pili ambayo ningetaka ifumuliwe ni bunge, muundo wa bunge letu, ambao la kwanza iende kwenye elimu ya wabunge. Angalau mbunge awe na elimu isiyopungua degree. Pili, mishahara ipunguzwe, iwe ya principal, posho na mishahara ipunguzwe ili kukabili rushwa. Tatu, taasisi ibadilishwe, mbunge akiwa mbunge asiwe waziri. Yaani mtu akishakuwa mbunge asiruhusiwe kuwa waziri ili kuleta uwajibikaji. Rais aruhusiwe kutafuta waziri kokote anakopata. Ukishakuwa rais, tafuta waziri unakotaka. Sisi wananchi utukute bungeni tukuhoji. Turuhusu wagombea huru. Wengine wanasema wagombea binafsi, ni wagombea huru. Na speaker, sifa ya speaker wa bunge asitokane na chama chochote cha siasa. Awe ni mtu ambaye hajawahi kushiriki au kuhusiana na chama chochote cha siasa, ndio awe speaker na naibu speaker kule bungeni, ili tugeuze bunge iwe bunge ambalo linafanya kazi zake za kibunge. Jambo lingine ambalo nafikiri linatakiwa kufanywa kazi katika nchi yetu ni kubadili sheria ya ardhi, ili kila mtu amiliki ardhi yake. Tukikuta madini chini ya ardhi yako, haufukuzwi. Wewe ni mwanaisa tayari, yaani ndio Mungu alikupa riziki yako hapo. Haiwezekani ukikuta bangi ndio iambiwe ya kwako, lakini ukikuta madini unaambiwa ya umma, ya serikali. Hapana, tubadilishe hizo sheria. Kama tukikuta ardhi ina madini chini, ni ya huyo mwenye hicho kipande, ndio Mungu kampa utajiri, tusiumwe. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba tuwape wananchi kufaidi ardhi yao, ndio maana ya Utanzania. Kwa hii sheria yetu ya granted title, mimi nacheka tu nakwambia usimpe mgeni. Kwani Mtanzania na mgeni wana tofauti gani? Hata ungempa mgeni hati na tofauti gani? Yaani kwa sheria yetu ilivyo, haisaidii chochote. Hata ungempa mgeni bado ardhi ni ya umma, ni ya serikali. Kwa hiyo tunataka tuondokane na hicho. Kwa hiyo tuigawe ardhi yetu. Kama serikali ina ardhi yake, na yenyewe ipewe hati, ijulikane hii ndio ya serikali ya kwake, hii ni ya Mwabukusi, na nikishapewa ardhi yangu is for life na kizazi changu. Wewe ukiuza ardhi yako ambayo ndio yako unayoimiliki, shauri yako utakuwa mpangaji milele. Kwa hiyo that's the things we want to see in the law, ili kila mtu awe na sehemu yake katika nchi. Jambo lingine ambalo nilikuwa nafikiri linahitaji kufanyiwa kazi ni maboresho ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, ambayo maoni yangu kwamba tume hii
kwanza iboreshwe zaidi namna ya upatikanaji wa makamishna wake. Pili, iwe na wafanyakazi wake wa kutosha kupeleleza, kuendesha mashauri, kwa sababu ile tume inaweza ikakaa kama tribunal, lakini vile vile inaweza ikashtaki mtu mahakamani. Lakini tunaita tume, lakini ikitaka kufanya kazi yake inaenda tena kuomba, inataka kumshtaki serikali inaenda kuomba tena wanasheria serikalini. How does it possible? Kwa hiyo tume inatakiwa iboreshwe, ipewe wafanyakazi wake, ipewe vyombo, ipewe uwezo wa kuajiri, lakini vile vile makamishna wale isiwe nafasi tu kama vile zinavyopatikana kwa sasa. Ziwe competitive, zifanyike kwa uwazi, na tupate watu ambao kweli ukisikia tume ujue ni tume kweli. Kwa sababu sasa tuna tume ya haki za binadamu na utawala bora, lakini unaona rais anaenda kuunda inquiry, commission of inquiry inakwenda kufanya kazi zile zile ambazo ungetarajia zifanywe na tume, lakini tume na yenyewe ilikuwa imekaa tu. Lakini tulipopiga kelele baadaye nikaona na yenyewe imekimbia sehemu kadhaa ikionyesha inataka kufanya kazi, lakini tunajiuliza inafanya kazi gani wakati na duplicate ilikuwa wapi siku zote? Kwa sababu yenyewe ingeanza kufanya kazi, kwa nani angeona gap ya kuhitaji kuwepo kwa commission for inquiry? Kwa hiyo tunataka tume hii iboreshwe ili iweze kufanya kazi yake kwa uhuru, kwa ufanisi, na bila uoga, bila vitisho wa kibajeti na nini. Na tume kama hizi ziwekewe fedha zao kutoka kwenye consolidated fund. Zisiwe zinapangiwa bajeti sijui kaombe wizarani sijui wapi. Kuwe na fund maalum inaotengwa kwa ajili ya commission hii, kwa sababu hizi ndio tume zinazolinda wananchi. Yaani hizi ndio macho ya kulinda wananchi, na tume hii ipewe mamlaka ya kuwa juu ya bunge, juu ya serikali, juu ya vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu mandate yake inalinda uhai. Kwa hiyo haitakiwi tena kuonekana ni kasubordinate huku juu. Iweze kuquestion kama ni waziri mkuu, imquestion na kumvindicate kibidi. Kwa hiyo tunataka tume ambayo inaweza kufanya kazi yake. Hilo ni eneo ambalo ningesema libadilishwe. Lakini eneo lingine la ambalo ningependa libadilishwe ni eneo la muundo wa mahakama. Muundo wa mahakama, hususan upatikanaji wa majaji, ambao kwanza tunapotafuta majaji kuwe na interview za wazi, na tuweke quota ambao angalau 90% ya wale tunaowa interview wawe watu wanaotoka kwenye kada ya uhakimu, yani mahakimu. Si mtindo huu wa kuchukua sana huku wanasheria wa serikali ndio kuwajaza, kila mwanasheria wa serikali anaambiwa jaza fomu, jazeni huku kuna nini sijui ukwenda kuteuliwa ujaji nini. Hii hapana, ndio imecompromise ule muhimili ambao jaji akikaa nafikiri yeye ni serikali, kumbe ajui yeye ni mahakama. Kwa hiyo kuilinda ile judicial lazima kuwe na mfumo wa wazi, lakini vile vile unaotoa nafasi zaidi kwa mahakimu kwenda kuwa majaji, lakini sio watu walioko kupera. Mtu ulioko huku kama umebobea huku kusaidia serikali, wewe ni state attorney, umekuwa principal state attorney, basi baki huko ni principal. Wewe umeshakuwa kuwa mtendaji mrasimu. Hii cross cutting hii, mtu anatoka huku leo anakuja kuwa jaji, kesho unamchomoa tena anaenda kuwa mshauri wa rais, kesho unamchomoa tena anarudi huku, inaharibu ile ladha ya mgawanyo wa mihimili. Kwa hiyo kuleta uwajibikaji mzuri mahakama, kusiingilia, yani hauwezi kuondoa kabisa muingiliano, lakini muingiliano katika maeneo kwa mfano ya kupeleka pesa, kupata pesa fulani, lakini uteuzi, promotion na nini ziwe strictly kwa mahakimu. Na pale tunapokwenda kufanya hizi interview zao ziwe za wazi. Wewe umpata mahakimu wako 30, unafikiri unataka kupata majaji 20, waite wafanyie interview. Sio unaacha leo una mtu hana uzoefu, yuko kuna hakimu senior yuko miaka 20 anajua nini cha kufanya, unakwenda kuchukua wakili huko labda na miaka 9 au miaka 10. Hii ni vurugu kwenye muhimili, na ndio inayosababisha ule wivu, yani wenyewe wanaita judicial hunch, yani ule wivu wa kimahakama uone. Yani unaona unaweza kuona mahakama leo, yani unashindwa kuitofautisha yani na vitu vingine vya ajabu kama bunge na nini. Yani mahakama ina utukufu wake, ina namna yake. Jaji ni mtu wa namna yake ambaye ukifika mbele yake, iwe rais, waziri na muuza
miogo wa Busokero wakikutana pale wajue hapa haki itatendeka. Ile sura inaumbwa kwa mtu anayejua wivu wa ule muhimili. Ndio maana tunasema utengenezwe, uwekewe strategy yake. Na hii tabia ya kurudi huku kuchukua executive, sio kupeleka kule kwa majaji iishe. Maana hii ndio chanzo cha kudogodesha, kutepeteza muhimili. Mtu akiwa akitaka kuwa kwenye mfumo wa judiciary, aingie kwenye huo mfumo, tumuone ni hakimu, ni msajili, ni nani. Huku nje iwe very very occasional. Yaani iwe ni kwa mazingira maalum sana. Tena baada ya mtihani wa wazi, mtu tumuone kwamba kweli huyu tumpeleke kwenye ujaji. Lakini not the way it is now. Hilo ni sehemu ambayo ningefikiri linatakiwa lifanyiwe maboresho ili kuhakikisha utawala wa sheria. Na lingine ni kupunguza wingi wa wabunge. Tuna wabunge karibu 300 na kitu. Nchi kwa namna ilivyo, sio kwa nini nchi zote za Afrika, sio kwa nini tuna shida gani? Nchi kama Tanzania brother, kwa hapa ilipo inahitaji wabunge wasiopungua 160 tu, ukichanganya na waviti kwa nini wilaya moja iwe na majimbo 4 mangapi unatafuta? Tena wengine unakuta tujimbo tungine tuna watu 2000, tujimbo tungine kwa mfano kama Zanzibar kule utajia moja wabunge wawili. Hapa Tanzania labda sehemu ambayo wabunge tungeweka wengi kidogo ni Dar es Salaam pale kwa idadi ya watu. Dar es Salaam, Mwanza. Lakini huku kwingine kote kila wilaya ni jimbo. Alafu madiwani si ndio wako na watu? Ndio halmashauri iliko. Kwa nini unafuta mbunge kila mahali? Kwa unapunguza wabunge karibu 200 na wahitajiki. Ni kuongeza gharama zisizokuwa na ni overhead expenditure. Hilo ni eneo la kufanyia we need crazy changes. Yaani tunataka mabadiliko ambao mtu anaweza kafikiri akiuenda wazimu, lakini ataset record katika ufanisi. Jambo lingine la kufanya, kufuta vyeo hivyo wakuu wa wilaya. Unaondoa vyeo vyote vya wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa. Havina nafasi. Na basi ukilazimika, basi kwa sababu kutakuwa kila jimbo lina mbunge, basi tutafute katika mkoa, basi kwa mkoa anayechaguliwa ambaye ni kama governor au anachaguliwa, sio anateuliwa. Kwa sababu relevance ya mkuu wa mkoa ni nini? What is it doing? Siku moja nilimuuliza mtu, nikimuondoa mkuu wa mkoa leo, nikamwambia kakae kijijini kwenu kimya kabisa, kazi gani itakuwa? Hakuna. Utakuta ni mambo ambayo hayaeleweki tu, kwamba kazi ambayo ingeweza kufanyika na huyu, kuna duplication, sio inaanza huku rasimu usiokuwa na sababu. Kwa hiyo ni maeneo ya kubadilisha ili kuleta. Jambo lingine ambalo mimi ningelifanya ni kuondoa kinga kwa viongozi wote. Kuondoa kinga kwa viongozi wote wa umma isipokuwa rais. Yaani rais tunamwekea kinga kwa sababu ya mazingira ya nafasi yake ile ya urais. Kuna wakati analazimika kufanya maamuzi ambayo ni lazima umwekee kinga ili aweze kuwa na uhakika wa namna ya kufanya. Lakini na wengine wote akamatwe na kushtakiwa wakati huo huo. Na eneo lingine ambalo ningelifanya ni kuiboresha TAKUKURU kiteknolojia na kuimage. Mimi ningeiboresha sio TAKUKURU na upelelezi. Yaani kama unavyoona TAKUKURU au ADEA au madawa ya kulevya. TAKUKURU wote wao ningeboresha, lakini vingekuwa vitengo katika kikundi cha katika ile taasisi ya upelelezi ya taifa. Lakini with very equipped, wape vifaa vya kutosha, wape resources za kutosha, wape kila kitu cha kutosha, lakini ile inakuwa ni department kule ndani. Kwa hiyo upelelezi unakuwa unafanyika scientifically. Leo tungekuwa tunahangaika kwamba watu wanapotea tujue anayechukua. Kwa hiyo tungekuwa na watu ambao hawataki utani kwenye kazi yao. Lakini watu tumewagawa kwenye vipoche vidogo, underfunded, tunaishia kujenga tu vigorofa, lakini watu wako desperate mule ndani. Hatuweki mfumo mzuri wa namna ya kuwa remunerate, kuwa equip technologically, kuwafanya yani kwamba wawe ni watu ambao they are for. Yaani baada ya TAKUKURU kukaa sio kuvizia sio ya kimgani kachukua shilingi 20,000. Yaani TAKUKURU inakaa inafikiri
Mbona kwenye madini leo tumepungua? Mbona Tanzanite inaonekana nyingi India, haionekani huku? Mbona kwenye dhahabu hili limepungua, tufanye nini? Yaani ndio maswali TAKUKURU inajiuliza. Yaani mbona kule pesa haziingii, hazina kiasi cha kutosha kwa hivi na hivi? Yaani maswala makubwa. Hutu swala tudogo hutu. Hata polisi wangekuwa na wale polisi tu kule chini wanashughulika navyo kuona ndio, lakini hizi taasisi yani zina manage kwa kuhakikisha kuangalia ni vitu gani, kwa sababu kuna uhalifu ambao unaathiri taifa. Kuna uhalifu ni unaathiri watu mdogo, lakini hauna athari kubwa kwa taifa. Huwa athari kubwa za taifa hatui na vyombo vyetu hatuvi-equip uwezo na priority ya kufanya kazi kule, kwa sababu ya kuvitisha kisiasa, kwa sababu havina kinga madhubuti. Hatuvipi kinga madhubuti kwa makusudi, ili vikitaka kufanya kazi na muangalia tu kwamba na nakumbuka kumbe niko hapa kwa neema ya Mwabukusi, ananyamaza. Lakini akijua mimi nimewekwa hapa kwa ajili ya taifa hili, ulinzi wangu ni huu, mshahara wangu huu unatoka hapa, bajeti yangu ya kuendesha taasisi hii inatoka hapa, tutakuwa na nchi ambayo hakuna mwekezaji ataichezea hii taifa.